Ni heshima kwa Mungu kwa kupata nafasi nyingine tena ambayo tupo kwa ajili ya kujifunza neno lake. Na mimi toka jana tulipoanza semina yetu, kuna mambo ambayo tumeendelea kuyatendea kazi, kwa sababu neno la Mungu linatuhitaji tunapokuwa tumejifunza, tunatoka tunaenda kutendea kazi. Jana tulianza semina yetu katika siku ya kwanza tukitazama kuhusu kuzaa matunda yanayokaa. Kuzaa matunda yanayokaa. Tuliona ya kwamba ni taraja la Mungu kwa kila muamini kuzaa matunda yanayokaa. Kwa wale ambao hawakuwepo, tulianza kusoma katika kitabu cha Yohana ile sura ya 15, tulisoma katika mstari wa 16, lakini baadaye tukaja tena tukarudi tukasoma mstari wa kwanza hadi wa 5. Tukaona neno la Mungu linatuambia ya kwamba ametuita ili tupate kuzaa matunda yanayokaa. Basi nikukaribishe katika siku ya pili ambapo tutakuwa tunaendelea kusonga mbele kwenye semina yetu hii kuhusu kuzaa matunda yanayokaa. Lakini leo hii tutakuwa tuna upana wa kutazama jambo lingine ambalo litatusaidia kuweza kuzaa matunda yanayokaa. Kwa sababu tulisema moja ya matunda ambayo Bwana anatutarajia kuyazaa ni kutengeneza waamini wengine au kuwafanya wengine wamwamini Bwana Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, alafu tuwafundishe kuyashika yote aliyotuamuru sisi Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ilivyo kwenye mitaala ya shuleni, ili mtu amalize shule ya msingi, kuna mambo ambayo yanakuwa yamepangwa ajifunze. Kuna mambo ambayo yanakuwa yamepangwa, akimaliza kujifunza yale tunamtarajia ya kwamba anaweza kahama darasa kwenda darasa la pili, anaweza kaenda darasa la 3, anaweza kaenda darasa la 4. Ndio maana ukuta darasa la 4 afundishwe na kufundishwa darasa la 7. Darasa la 7 afundishwe na kufundishwa darasa la 1, kwa sababu alishayavuka kitambo kirefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunatarajia vile vile waamini wapya wanapokuja katika kanisa letu au tunapokuwa tumewashuhudia, wanapaswa pia kufundishwa kwa utaratibu wa kimtaala kama ambavyo tutakuwa tutajifunza hapa. Sisi tunawezesha watenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Semina hii ndio lengo lake, kwa ituwezeshe sisi kuwafanya wengine wanaomwamini Bwana Yesu, matunda yaliyomwamini Bwana Yesu yapate kukaa mpaka yakomae nao yaweze kuzaa matunda mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hatutakuwa na mtaala, hatutakuwa na utaratibu mzuri wa kuwafundisha waamini wapya, tutafika hatua ambayo tutakuwa tunakwama. Tunakuwa tunawafundisha wanaokoka, tunakuwa tunawafanya kama neno la Mungu linavyowaambia Mafarisayo, wanawafanya watu waje kwenye ufalme wa Mungu, lakini baadaye wanapotea, wanaenda kufanya mambo mabaya zaidi, kwa sababu anasema mtu akijua kweli ya Mungu alafu akaiacha, hali yake ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ya mwanzo. Sasa unakuta mtu alikuwa na moyo wa kujua Mungu, amekuja kanisani, kwa sababu ya kuto kufundishwa vizuri, basi anaenda anafanya, yani anarudi nyuma, anaenda kung'ang'aniwa, kwa sababu shetani kama alimfunga na mikatale, sasa atamfunga na minyororo ili asitoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la muhimu sana kutengeneza waamini, wanafunzi au wafuasi. Ndio maana Bwana Yesu alikaa na wanafunzi 12, wale wafuasi wake, akiwafundisha. Kazi yake yote aliyokuwa amekuja kuifanya duniani aliacha kwa wale mitume 12. Alipowafundisha wale 12 vizuri, kazi yake imeenea ulimwenguni kote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika kipengele hicho cha kutazama kuhusu mambo yanayoweza kutusaidia kuendelea kutengeneza matunda yanayokaa, tunaona jambo la kwanza ambalo linakuwa ni la msingi kutusaidia kuwa na matunda yanayokaa ni kulijua neno la Mungu. Sasa leo tutaenda tuna kina zaidi kulitazama neno la Mungu, kujua kwa nini tunaamini Biblia, kujua kwa nini muamini mpya atakapokuja umwelekeze kutokana na Biblia, na hayo yote tutakuwa tunayaona kwenye darasa la leo. Kwa huu ndio mtaala wetu. Biblia ndio sehemu ya mwongozo wetu. Kwa mtu anayeamini tunapaswa kumfundisha Biblia. Hatupaswi kumfundisha tamaduni wala mambo mengine yoyote, lakini ajifunze
neno la Mungu. Akijua kweli, hiyo kweli ndio inamweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwanza kabisa, kwa nini tuamini Biblia? Tuanze kuona sasa kutokea hapo. Kwa muamini mpya anapoamini, ili iwe tunda linalokaa, tunapaswa kufundisha neno la Mungu, si ndio? Ambalo neno la Mungu ni Biblia. Sasa tunaanza kujua kwa nini tuamini Biblia. Kwa nini tunaamini Biblia? Kwa nini usiamini Qur'an? Kwa nini usiamini vitabu vingine lakini wewe umechagua kuamini Biblia? Biblia ndio kitabu ambacho kina majibu ya maswali haya yote. Kwa hata mtu akikutana naye huko nje akakuuliza kwa nini wewe unaamini Biblia, Biblia yenyewe imejibu. Ina majibu, kama unaisoma inakujibu maswali yako kwa nini Biblia. Yaani wewe Biblia unaamini kwa sababu hizi tutakuwa tunazitazama leo. Sababu ya kwanza, Mungu analiheshimu neno lake kuliko hata jina lake. Mungu ameliheshimu neno lake kuliko hata jina lake. Ukiona katika kitabu cha Zaburi sura ya 138 na ule mstari wa 2. Zaburi ya 138 na mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Mungu ni mwaminifu. Kutokana na jina lake Mungu, ina maana habadiliki. Mungu ni yeye yule. Mungu ni jana, leo na hata milele. Lakini anasema amelikuza ahadi yake. Amelikuza neno lake. Neno lake ndio ahadi zake. Kwa maana kwenye neno lake ukisoma Kumbukumbu la Torati 28 unakutana na ahadi za Mungu pale. Ukimfuata, ukitii, ukisikiliza neno lake kwa makini, atakubariki mashambani, atakubariki mjini, atakubariki kabla hukatia unga. Yaani amesema mambo mengi pale ambayo ni ahadi zake. Sasa anasema amelikuza ahadi yake kuliko jina lake. Kwa sisi tunaamini Biblia kwa sababu ndio ambayo imekuzwa kuliko hata jina la Mungu. Uaminifu wa Mungu wote ameuweka katika neno lake. Kwa tunapolitazama neno la Mungu na kuliendea, tunaliendea kwa sura hiyo ya kwamba ndio ambayo ni sura ya uaminifu wa Mungu. Amezidisha uaminifu wake kuliko hata jina lake kwenye neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sababu ya pili ya kwa nini tuamini Biblia ni kwamba Yesu Kristo alipokuwa duniani hakunukuu kitu kingine chochote zaidi ya Biblia. Sisi tunamwamini Bwana Yesu, si ndio? Lakini alipokuwa hapa duniani, enzi za uhai wake, alikuwa ananukuu maandiko kutoka kwenye Biblia. Biblia ambayo ilikuwa wakati huo wanasema ilikuwa ni gombo la chuo au chuo cha Isaya na manabii walikuwa wameandika, ambayo yalikuwa yanatakiwa yaje kutokea. Lakini Yesu alipokuja akawa ananukuu kutoka mule. Kwa maana kule ndiko halisi. Yaani neno la Mungu ndio uhalisia zaidi, ambao mpaka Yesu mwenyewe alikuwa anachukua nukuu kutoka kule na kuleta huko. Haja nukuu kitu kingine chochote zaidi ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaiamini Biblia kwa sababu hata Yesu mwenyewe alipokuwa duniani alikuwa ananukuu kutoka kwenye Biblia. Ndio maana aliweza kumshinda shetani, alikuwa anasema imeandikwa. Si unaona? Alikuwa hayatoi kichwani. Ndio maana nasema hata unabii wowote mtu anaokuambia kama unapingana na neno la Mungu ulioandikwa, neno la Mungu lililoandikwa, unabii huo ni wa uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapa ndipo ambacho kipimo chetu tunatazama. Bwana Yesu mwenyewe alikuwa anatumia nukuu za neno la Mungu, na ndio iliyomfanya amshinde shetani. Bila neno la Mungu huwezi kushinda majaribu. Bila neno la Mungu huwezi kushinda dhambi. Kwa maana kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 11 anasema, moyoni mwangu nimeweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Na ukirudi mstari wa 9 pale anasema jinsi gani kijana isafishe njia yake kwa kutii akifuata neno lako. Kwa kumbe unataka kusafisha njia,
Anza kutii na kufuata neno la Bwana. Unataka usitende dhambi, neno la Bwana likae kwa wingi ndani mwako. Litoke kwenye kitabu, litoke kwenye Biblia, likae moyoni mwako. Kwa sababu humu yanakaa maandiko. Ukiyasoma yakapata pumzi ya Mungu, yanakuwa ni maneno yanayoishi. Kwa sababu kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Kwa sababu ukishika tu maandiko haya hivi napo bila kutumia kuwa na roho wa Mungu ndani yako, unakuwa kama Farisayo. Kuja kwa kusala kukosa hapo kabweni mno, baadaye unakuta unafanya tena tofauti na Mungu. Lakini andiko lenye pumzi ya Mungu linafanya mafundisho na linawaonya watu makosa yao, na wanageuka kuja kumfuata Bwana Yesu na kutenda yale yanayopaswa. Ila ni andiko ulisome, lije moyoni kwako, likae, hautamtenda Mungu dhambi. Lakini kwa sababu ndio uaminifu wa Mungu uko kwenye hili neno, ndio maana sisi tunashauriwa kama waamini kwa hatuna kitu kingine cha kutazamia, cha kuamini zaidi ya neno la Mungu. Ndio tukute mambo mengine yote yaonekane uongo, lakini Mungu abaki kwa kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio shauku yetu kama waamini, kulijua neno la Mungu. Unatamani kumjua Mungu, anza kulisoma neno lake. Anza kufuatilia neno lake. Yaani una kiu sana kumjua Mungu. Neno lake huku ndiko utamjua. Ameandika ahadi zake, ameandika namna alivyo. Yesu mwenyewe alikuwa na nukuu kutoka kule. Nimekwambia zingatia, tunapita kwenye nyakati ngumu, tunapita kwenye majaribu mengi, lakini nini kitatusaidia kuvuka? Neno la Mungu. Kwa sababu shetani mjaribu naye anajua maandiko. Ndio maana alimwendea Bwana Yesu, hakwenda tu kumwambia kusema jitupe chini. Alikuwa kumwambia jitupe chini kwa sababu imeandikwa, Bwana atakuagizia malaika ili wakudake. Sasa nikaombe ipepo ya kiala nikajama mkate kweli imeandikwa kwa kisopo. Kuisopa kumbe neno kwenye neno huko imeandikwa usijaribu Bwana Mungu wako. Naona kwa nini anamshinda? Akileta imeandikwa na anaweka imeandikwa. Akileta imeandikwa anaweka imeandikwa. Lakini sasa wewe utapokuja imeandikwa, hauna cha kujibu imeandikwa, unaingia kwenye mtego. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo muhimu sana kama waamini kusoma Biblia. Sikaja kugula kwa kwenda mndongo kwa kanisa. Sikaja kugula kwa leo mkute hata mkiketi nyumbani na watoto wenu mwafundishe neno. Soma neno kabla hawajalala, wafundishe. Wasomee neno. Sasa unakuta sisi watoto wetu mpaka wanaenda kulala ndio tu tamthilia mpaka wanachoka kuona watoto kwa fikota. Neno la Mungu ndio unakaa nao na wafundisha matendo ya Mungu alipowasaidia watu. Mungu anapofanya ile mbegu unapoipanda kwenye mioyo yao, wanaendelea kukua. Anasema mlea mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa nataka mtoto wako aje kufika aishi maisha ya kumpendeza Mungu kwenye kweli ya Mungu, anza naye wakati nini? Kwa Mungu chini wakati bado mdogo, usimsubiri mpaka apotee ndio uanze kumtafuta. Anza kupanda mbegu ya Mungu huko. Ikipandwa mbegu ya Mungu ndani ya moyo wa mtu, haijalishi ataenda upali gani kwa kupotea, lakini kwa sababu ile mbegu iko ndani, itamdai. Lakini kama ulikuwa upande anakuona tu anaona mambo ya kanisani ni ya wazee, mambo ya kanisani ya wewe mama yake au baba yake, yeye hayamhusu, basi utakuwa na mtoto ambaye baadaye atakuwa anakupasua kichwa, anakuumiza, anafanya mambo ambayo wewe usingetaka hayafanye. Kwa tufanye hivyo, yaani una watoto na una wajukuu na kaa nao, wapandie neno la Mungu. Mbegu ya neno la Mungu ikae ndani yao, ikae ndani yao, ikae ndani yao. Ikikaa kwa wingi ndani yao, utaona matokeo ya kumpendeza Mungu. Nitakuwa sasa watazaa matunda yanayokaa. Yesu asifiwe sana. Kwa ili uzaa matunda yanayokaa, huwezi kukwepa neno la Mungu. Nimekupa sababu mbili za kuamini Biblia. Kwa nini tuamini Biblia? Kwanza, tumeona ya kwamba Mungu ameiheshimu ahadi yake kuliko neno lake. Pili, tumeona Yesu mwenyewe alikuwa na nukuu kutoka kwenye Biblia. Lakini ya tatu ni Biblia ndio chanzo cha mwisho
cha ukweli, ndiyo chanzo cha mwisho cha ukweli katika mafundisho. Biblia ndiyo chanzo cha mwisho cha ukweli katika mafundisho. Tukisoma kitabu cha Timotheo wa pili, kitabu cha Timotheo wa pili Timotheo wa pili sura ya 3 16 na 17. Timotheo wa pili, waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo sura ya 3 na mstari wa 16 na 17. Neno la Mungu linasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Sema katika Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 na 17, anatuambia kwa kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza, lakini vile vile kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa kutenda kila tendo jema. Kwa nakuta mafundisho yote ili yawe na nguvu ya kubadilisha watu, ya kugeuza watu, yanapaswa yahusishwe na neno la Mungu. Ndio maana neno la Mungu linaweza kumbadilisha mtu ambaye alikuwa kwenye hali mbaya sana, hali mbaya mno, ambaye hata dunia ya watu wote walikuwa wanamkataa, lakini neno la Mungu linaweza likamgeuza akawa ni mtu mwema ambaye kila mmoja akabaki tena anamshangaa, kwa sababu neno la Mungu linayo hiyo nguvu la kubadilisha, linayo hiyo nguvu ya kugeuza. Tunapotangaza, tulisema jana ya kwamba neno la Mungu hakushinda dhambi, hatushindi kwa nguvu zetu wenyewe, anakuja Roho wa Mungu nyuma yake kuthibitisha lile neno lake, ambaye anatupa nguvu ya kwanza kufanya yale ambayo Mungu anataka tuyafanye. Kwa hiyo ukiamua kumfuata Bwana Yesu, ukiamua kufuata neno lake, utakuwa haupambani, hautumii nguvu zako kusema nishinde, lakini anakuwepo Roho wake ndani yako anakuwezesha kushinda. Kwa hata ukishinda itakuwa sio kwa nguvu zako, sio kwa uwezo wako, sio kwa ufahamu wako, sio kwa hekima yako, lakini kwa sababu ya Roho wa Mungu aliyeko ndani yako. Ndio kukujalo wako kusoka, wakutisi kidogo kubomba sikanuni. Kwa kale na kubomba, kwa sisi kunogona kutisi kunogona sikanuni. Anakuambia Roho wa Bwana, anakuonya moyoni mwako. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu, kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao, ili mtu wa Mungu awe kamili na aweze kutenda kila tendo jema. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kukamilishwa katika Bwana, unataka kutenda matendo mema, anza kusimama kulijua sana neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukisimama hivyo kama kanisa hapa wote tukaanza kulijua neno la Mungu kwa bidii sana, tutaanza kuona kanisa letu linabadilika. Kwa mwenendo wetu tunapoishi huko nje, watu wakitutazama wanamuona Mungu. Kwa watu watakapokuwa kija hapa kanisani kwetu, wakituona sisi tunapoishi, tunapoenenda tu, tunapofanya ibada, watu wanamuona Mungu, wanatamani zaidi, wanakuwa na kiu zaidi ya kuendelea kumwabudu Mungu na sisi, lakini penyewe hata wakienda mahali pengine wanaendelea kuwa vielelezo vizuri, kwa sababu neno la Mungu limetuponda, limetuonya. Neno la Mungu ndio linalo tusawazisha. Na nika kwa ndio wanda kuja na kiburi, neno la Mungu ukisoma linakushusha. Nika kwa ndio kuti kuijiwe, neno la Mungu linakukumbusha. Ndio maana neno la Mungu hauwezi kusema mimi nimesoma nimemaliza basi nimeacha imetosha. Neno hilo umelisoma leo, anafundisha mtu mwingine, kuna linakuja tena jipya. Lina ufunuo, Mungu analifunua tena kwako kwa upya. Ndio maana unasoma hadi mwisho, unaanza upya, mpaka sisi kuandika rangi upya, kufanya kusoma siku zote. Sisi sote zilivyo. Kwa nini? Neno la Mungu lina hiyo hali ya upya. Neno la Mungu sio hadithi. Kwa sababu ingekuwa hadithi, angali bado neno bakateni na kupeleke na boys.
Wewe sasa ndio akia nuno twandile mambo tukulewa nini? Mambo vita vipo kwa kuromba kwa miezi. Mambo wale navyo 70, mambo wale navyo 60. Nuno twandile kupeleka wale navyo vita viwili vitatu mpaka huyu tumalize ndio kama tumalize. Lakini bwana sisi katika miaka yote pelikisi, sio ndio kupeleka tena jopo kusuyu. Nasi sio pesa hiyo mwibangi. Wewe. Sio kazi wana ule. Kana ukienda kunywa baba. Bora. Neno la Mungu ndio lilivyo. Linafaa kwa mafundisho, linafaa kuona watu makosa yao. Nangu mtu mtaani video kwa somo hilo hizo ya kiara. Iko tu 1 2 3 hizi zikitu 1 2 3. Huko ndio kusimama bure. Wakila kumba mwanangu kutania, funuya ibangiri pamoja kwa konsokereza, tusomera hapa tatu. Kusoma. Pitasi wakati ajue kudonga jombe Mungu kasi yake. Jojo mwenye, kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ni hai. Lina nguvu. Anasema kwenye Ibrania 4:12, anasema neno la Mungu ni hai, lina nguvu, lina makali kuliko upanga wao wenye makali kuwili. Yesu asifiwe sana. Sima kuna nazo video kumakaga roho baba sitakubadilika. Nikakonyowelela kwa mdomo wangu wakonyowelela kwa maana kubadilisha wangu si. Sasa kukataa. Neno la Mungu linatosha. Ndio tiba. Unajua tiketizo ya kiara kwa wajua ndio kuipanga. Kiko rukutamia historia ya kiara ilikuwa. Ndiye watu watini waongezeke katika Bwana. Wakati nikameacha matumizi atie katika Bwana. Kuna mheshimu kwa sababu ni katika Bwana. Wewe ni muumini wa neno, unatii kwanza neno. Unamheshimu kwanza mume wako. Si matumizi si kwangu kuisa pitazi. Yote abudiwe. Nikakata kwa mkwene. Yote letie enyi waume wapende wake zenu. Sasa wote ana matatu. Ana mapeleka tikopeleka. Leka tikopeleka pende. Tena hajasema mpende kama unavyotaka, anasema mpende kama Kristo alivyolipenda kanisa. Wewe unatafakari upendo wa Kristo kwa kanisa. Mara ngapi Kristo kutosokeleza mtupisa kuiputa pombe ndogo tano. Atufuiri ile jojo. Amejitoa na uhai wake. Ukutizeni kwa izenu jojo ya kutoka Isege mkoongana. Tukeneza tukatene. Pombe sio piji. Kristo lakini bado anatupenda. Kirabo kama alipo kuendelea kutupenda. Ukutosokeleza, ukamoka mbele uka lilino. Kwa hiyo ndio upendo ambao Mungu anataka wanaume wawe nao kwake. Sio wakitenda mema kama Kristo alivyolipenda kanisa. Wametenda mabaya, upendo uonekane. Tena pendo ndio linalowafanya watu wageuke. Kwa kwamba Mungu kuombe mbili kuombe nuru. Kuombe mbili kuombe nuru. Ndio kwa watu kukatala watu. Pamfalani ndosi. Paka jojo tije ndofu tu. Kubadilika. Kwa Mungu atusaidie kama kanisa. Neno la Mungu linatutaka kusimama kwa namna hiyo. Na tukisimama kwa neno la Mungu tunaanza kuwa mfano. Tunaanza kuwafanya watu watutazame sisi. Watu wanaotenda mabaya wakiona sisi tunatenda mema. Wanafanya mabaya tunafanya mema. Wanafanya mabaya bikuti kama wamekutatanela hapa mpaka tunaendelea. Ile kweli ya wema inawageuza na wao wanaanza kutenda mema. Kwa nini? Sisi tumeamua kuzaa matunda yanayo Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yuko Mungu anayetusaidia kupitia neno lake. Ndio Bwana. Sio kwa nguvu zetu, kupitia nguvu zake Bwana. Kwa hakuna mtata kwenye neno la Mungu. Wewe ndio tu neno la Mungu. Miongozo yote tunayoiona mingi imetoka kwenye neno la Mungu. Ngoja nikupe sababu ya 4 kwa nini tuliamini neno la Mungu au kwa nini uiamini Biblia. Sababu ya 4 ni Yesu alisema yani siku ya hukumu tutahukumiwa kwa hili neno, kwa hii Biblia. Yaani Biblia ndio kitabu kitakachotumika katika siku ya hukumu. Katika siku ya hukumu hawataleta kitu kingine chochote zaidi ya neno la Mungu ambalo ndio Biblia. Tukisoma katika kitabu
cha Yohana Mtakatifu, kitabu cha Injili Yohana Mtakatifu sura ya 12 na mstari wa 48. 12:48, neno la Mungu linasema hivi: yeye anikatae mimi, asiyeyakubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hilo nililolinena ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho. Kumbe wekutira isiku ya borongi sikulondigwa umanyege pakuti iso ya kyala yole alekwema mkutumure nongwa siala. Hakuna kitu kingine. Neno la Mungu anasema yoyote anayekataa neno la Mungu linalosema asikuimacho hizo ya kyalo kale bonali ateuro na wono. Sio pesa alimo tata. Sio ngazi wewe nemo siku kura. Hizi sio mimi nao basi sio. Safi. Tiki isiku ya borongi hizo ya kyalo. Wewe alikuja kiketeni. Neno la Mungu litakuwa silaha katika siku ya hukumu, ndio kigezo pekee kitakacho watenga watakatifu na watenda dhambi. Neno la Mungu litakuwepo. Ndio maana neno limeambiwa lihubiriwe kwa watu wote. Wote. Tena na sisi moto wetu wa injili kwa wote. Kwa injili tikaja kwa msala na jogo wote waambiwe akaane juu Mungu. Amen baba, sisi njipemewa sisi amani, kuti sisi kazi yetu tupeleke tumenao. Tupeleke injili. Tukiwapelekea watu injili wakikataa siku ya mwisho, kwa sababu hawakuamini maneno ambayo tulikuwa tunayaambia aliyoyasema Bwana Yesu, anasema wanaye yaani kuna hiyo hukumu itakayopita itapita kutokana na maneno haya walioyakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika siku ya hukumu Biblia ndio itakayokuwa inatumika. Ngoja nikuongeze sababu ya mwisho ziwe 5 za kwa nini uamini Biblia. Kwa nini uiamini Biblia na uijue. Biblia, moja ya 3 ya Biblia ni nabii ambazo zimekamilika. Ni nabii ambazo zimekamilika, moja ya 3. Yaani Biblia hii kuna mambo mengi ukisoma kwenye Biblia yalikuwa yametabiriwa. Kuna kina nabii Isaya walikuwa wanaandika mambo ambayo yatakuja kutokea miaka 1000 mbele, wengine kuja kutokea miaka 600 mbele. Yaani wakasema namo siku. Lakini sisi kusokera bora siajo bibu. Biblia haijaandikwa na mtu mmoja. Biblia waandika bando tofauti ambao walikuwa wanaongozwa na Bwana. Kwa hapo wengine wameandika mambo yangekuja mbele. Ndio maana kuna mambo anasema hata manabii waliokuwa wanaandika walikuwa wanatamani sana kuja kuona mambo haya yakikamilika. Anaandika Isaya, ukisoma kule nyuma, yani kwenye Biblia ukianza kuchambua kama wanazuoni wanavyosema, kuna nabii zaidi ya 330 mpaka 350 ambazo zimekamilika kumhusu Bwana Yesu tu. Kuzaliwa kwa Bwana Yesu, uwepo wake, atakuwa nani. Yani zilikuwa zinatabiriwa hizo habari zake hata kabla hajazaliwa. Bure, ni mundu ajobile inongo esi sekaripo mungasewana kale kumaso, alafu mkuisa sikwando kuisa nuna. Tunasoma hata katika mfano katika ile Timotheo nadhani wa 2:3 pale au wa kwanza 3. Anasema siku za mwisho kutakuwa na siku za 5. Sasa imeandikwa miaka mingapi iliyopita? Zaidi ya 2000 huko nyuma. Yako nyuma kabisa, lakini mfano mundu andika nini? Mbina sindikisa. Uwite wa viso ne viso ulipo. Kale watu wa kutokuwa na shukrani ipo, watu kuwa na kiburi ipo, watu kutokupenda wao ipo, watu yani hivyo yote. Sikwenda mula. Ukakutomaje timu hizi zilipo zikajapo ziliko. Hizi zilipo zikajapo ziliko. Kwa kama haya yalitabiriwa miaka hiyo, masomo maarifa yataongezeka bure. Unaona sasa hizi maarifa yanapoongezeka. Maarifa yanaongezeka kwa kiwango cha ajabu sana.
cha ajabu mno. Yaani kama niko sima kuketana na mpeleo kwa kusudi gani? Kwa nini? Kwa sababu maarifa ya wanadamu yameongezeka mno. Sasa aliyokuwa anaandika yaani kipindi hicho wewe na magari kama wanadamu umekupanda umekwenda pasi na umekupanda punda kwa magari ngao. Lakini yote maarifa yataongezeka siku za mwisho hizi unaanza kuona yale yote yaliyotabiriwa yanaendelea kutimia. Sikwenda kwa siasa. Kwa yote hii inatupa nguvu ya kwa nini tuendelee kuamini Biblia na kusimama kwenye msingi wa mwongozo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu jambo lingine zaidi ili tu hata usiliandike na kufafanulia tu kidogo. Kwa moja ya jambo ambapo lengo kuondoa uidarusie. Wakati hii Biblia unaona vitabu hivi vitano vya mwanzo ameviandika Musa. Lakini Musa hakuwepo wakati uumbaji unaendelea kutoka. Lakini Musa anaandika Mungu aliyokuchukua na kufanya wakati wa uumbaji. Kwa nini? Mungu alimuita mlimani, akaanza kumuonyesha mambo ya nyuma. Kwa hiyo yeye ni mmoja kati ya manabii peke yake waliokuwa wameona mambo yaliyopita ya nyuma. Yaani andike hizo wakajaga yote kwa Mungu aliumba. Au unaona amekuja miaka mingi mbele imekuja kutokea ndio Musa amezaliwa. Naye amekuja kuokotwa huko kwenye kisafina. Unaona ina maana kumbe Wanaisraeli wameenda hadi utumwani, ndio wanakuja kurudi kuchukuliwa na Mungu. Kwanza kwenda kuandika habari za mwanzo. Mwanzo kulikuwa na nini? Mungu aliumba nini na nini? Kwa ameonyeshwa na Mungu mambo yaliyokuwepo nyuma. Lakini manabii wengine wameona mambo yatakayotokea mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulisema hata jambo kiliona. Kwa sababu tunajifunza hivi kama wana wa Mungu ili tusaidie. Ukiona jambo lolote kwenye neno la Mungu, ujue hayo ni mapenzi ya Mungu. Kama ni mapenzi ya Mungu, unaanza kuyaomba. Kuzaliwa kwa Yesu yalikuwa ni mapenzi ya Mungu, si ndio? Kabisa wote tunakubaliana kwa mapenzi ya Mungu. Lakini anasema alikuwepo Simoni na Hana binti Fanueli. Anasema huyo aliolewaga tu, alikaa na mume miaka 7 nadhani. Alafu anasema alipokuwa mjane, akasema haondoki hekaluni akifunga na kuomba na kusali kwa ajili ya ukombozi wa Israeli. Yaani alikie ameishi tu na mume wake miaka 7 afuile mpaka wakati huo ana miaka 88. Sasa ina maana bado amekuegiwa na miaka 20 au 30 hapa tutayakamili leo 30. Lakini amekuja amekaa na mume wake miaka 7, labda amefika miaka 37. Alafu baadaye mume wake amekufa. Anasema haondoki hekaluni, anafunga na kuomba kwa ajili ya kutaka ule ukombozi wa Bwana aliyotabiri, aliyosema kwenye neno lake. Kwa kweli ni neno la Mungu limesema, umesoma umeliona, ukiona unageuza kuwa ajenda yako ya maombi, unang'ang'ana nalo. Kwa kila jambo jobile kwa kantunguru ndio mwisho yako. Utie tutakuwa kichwa sio mkia. One gari. Wanga ndiko nyuma, gari ndiko nyuma. Mbona ndi mpepe? Hizo yako ni kanisa ni tena nataka niwe kichwa. Amen. Si ndio? Kwa kiona kwa neno la Mungu unaanza kukomaa nalo kwenye maombi. Pia ufungie neno, nataka kuwa kichwa sitaki kuwa mkia. Pili ndio kuibada. Bwana nimeona kwenye neno la Mungu, nasema heri wenye moyo safi watamuona Mungu. Mungu kazama kwenda kupemba na jumu. Nje kichwa safi. Bwana mkipambanikiza vitu vingine Mungu ngoja. Kuna koma. Ukipanga kwa ngoja akiori toro. Atakuja kwa kujama Mungu na jumu. Fiki nataka kuwa na moyo safi nimuone Bwana. Mungu nisaidie. Kwa sababu neno la Mungu nasema moyo una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Anasema ni mimi Mungu ninayechunguza moyo na kujua. Anajaribu na viuno. Anasema yaani yeye ndo anayejua hata yaliyo ndani ya moyo wa mtu. Sasa wewe Mungu amesema wewe uwe na moyo safi. Sasa nini kitakusaidia uwe na moyo safi? Umeliona neno la Mungu. Mungu nisaidie moyo wangu uwe safi. Yaani kama watoto kitoro nikasi afunilikuwa siku kidogo na nenda kubweni. Angalau yeye anakusirika au babweni to. Kama mtu ofia kafu. Roho ya kutolewa kama wao kwa kuteseka. Leo kama kingana na mtu na ukubwa, ndio kurasa yake nikati. Moyo umejaa mambo machafu ndani. Nani anaweza kutengeneza? Bwana. Kwa sababu ndani ya moyo
Na labda inaweza ikakusaidia ukijua hii kuwa mawazo mabaya hayazuiliki. Good kikuisto ni sawa na mti unaoona hapo nje, alafu ndege wanaruka ruka. Hauwezi kuwazuia ndege kwenda kutua kwenye mti wowote wanaotaka, si ndio? Lakini unaweza ukayazuia wasianze kujenga kiota kwenye ule mti. Wewe mawazo mabaya yamekuja ndani mwako. Kwa sababu kabisa hizi bibi inaona bibi. Ukapopa ndio kusiana leo. Sina kudoni leo na rodi. Na niko kukenda kwa mazo kusio. Mpaka mbele. Alinacho simu. Ndio kama bado usiambiwe sisi Mungu na yako kwa sababu wewe unakuja na Mungu na jumu. Kwa nini angalie kupiki? Kwa sababu sina sikurogoteni mbili sikusoka. Kwa nini? Kwa sababu yale mabaya unapoyaweka ndani, unapoendelea kuyachakata na yachakata, ndipo yanayotengeneza mambo mabaya. Ni sawa na ndege ametua kwenye kichwa chako. Huwezi kumzuia, si ndio? Amepita tu jinsi njuni ndiye pantupa mnyama. Kwa hiyo ndiye kwenda tulisu tukomeki kifungwa kwa baba kwenye geti choro. Pamoja kule leo. Njoni si akiara si sekto. Jikuta kifungwa kabisa. Jikutana na mavumbi babapo. Jikwa na mila kulitoa njuni. Kutoka kwenye hapa. Sasa ndio tunachotakiwa. Ukiona mawazo mabaya, mbegu ya mawazo mabaya yanaingia kwenye moyo wako. Unaanza kuikataa mapema. Kwa maana kiara sasa sisi tunaondoka tunaonege. Tumana kiara tunaona hisi enunu mawazo mema. Amesema kama kasoma siku hizi ya kiara nitubulie kuhusu kutafakari. Labda ngoja nikuonyeshe, anasema mambo tunayopaswa kutafakari kabla hatujaenda mbali zaidi. Ngoja nikuonyeshe kitu kidogo kinaweza kukusaidia ili ujue unapoyatafakari mambo, ujue kabisa haya ndio ambayo yanampendeza Mungu au sio. Ngoja nione hapa mara moja. Naona ukisoma kitabu cha Wafilipi 4:8 hapa neno la Mungu limechora mpaka kwa sisi waamini nitobonize kwa kutesi tunaona tunongonege sio sidiki. Kwa nini tukasemaje Mungu yuko Simba kwa kutenga isi mrondo kuinogona isi kuondoa ninongonege ni Mungu wa kiara sio sidiki. Kitabu cha Wafilipi 4:8 ametoa mwongozo wa yale tunayopaswa kutafakari watu wa Mungu. Anasema hivi: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo kweli, sema kweli. Pili, yoyote yaliyo na staa. Star. Tatu, yoyote yaliyo haki. Anaendelea, yoyote yaliyo safi. Yoyote yenye kupendeza. Yoyote yenye sifa njema. Ukiwapo wema wote. Anasema ikiwapo sifa nzuri yoyote. Alafu anasema yatafakarini haya. Kwa mambo yanapaswa kuyatafakari ni haya. Yenye sifa njema, yenye wema ndani, yenye kweli, yaliyo safi, yenye kupendeza. Ukiwamo wema wote ndani, anasema yatafakarini haya. Uwe siku inogona zinakizi. Hizi kunaona sikukizi ifigezo hivi vinyoligwe hapa. Ukitafakari jambo, ukiona tu kalipima kweli, unarudi hapa. Je, ndio tafakari la kweli? Ikikosa ikipita kwenye kweli, unaenda ya pili. Yoyote lililo na star, lina star. Unajua star ni nini? Ndio mavazi yenye star. Star inazuia aibu. Esi kuidogona sabia za kumfisio mundu aibu. Wakati mawazo mabaya agende kikuisa pakati mundu aibike. Lakini kama hayana star, ina maana hapa tayari amekosa kigezo cha wewe mwana wa Mungu kuendelea kuyatafakari. Anaendelea mbele, anasema yoyote yaliyo haki. Ukiyatafakari wewe yatafakari ni ya haki.
Yakiwa ya haki, endelea mbele. Anasema yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, yoyote ukiwapo wema wote, ukiwapo sifa nzuri yote, alafu yatafakarini. Sababu mimi naona watu kutoka kweli. Sasa watu mtu kwa kana kutoka kalesa wale dozi. Kazi sikorona. Anasema anayemchukia ndugu yake ni mwai. Sisi wote ambao tumeamua kumfuata Bwana Yesu ni ndugu. Huyo bado kumdalala nini? Kana tofauti na Kaini ni mwai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno la Mungu ndio msingi wetu. Neno la Mungu ndio nguvu yetu. Na kwa kujua haya tuliyoyaona, kwa nini tuamini Biblia? Naamini atatusaidia sisi kama waamini kuwa na msingi wa kuwa neno la Mungu. Hata unapofika nyumbani unalipenda neno, unasoma neno, unajipangia, unakula neno. Neno la Mungu tunakula, wakati mwingine unakula ili usipe njaa bure. Ndio kwa mtu kulia pete kuiteka. Ladha hamna. Bure kute amekosa hamu ya kula. Sasa ukikosa hamu ya kula kwa siku ya kwanza huna hamu ya kula. Nikiendie. Ndio wewe huna hamu ya kula. Nikokenda. Ndio mtatu hamu ya kula yote kajao. Pete sangufu mpaka ubu. Kwani kulia na lenga wote kuronda. Bure. Kwa nini? Kwa sababu nataka kuishi. Kwa neno la Mungu wakati mwingine anasema kula neno. Unakula. Alimuita Yeremia anasema kula gombo la chuo. Kula gombo la chuo, akalila. Anasema nilipokula kwenye kinywa changu ilikuwa ni tamu kama asali. Lakini nilipoingia tumboni nikawa ni chungu kama bakanga. Kwa neno mtu mwingine kulisikia hivi ni tamu kama asali. Kwenda kulitendea kazi ni chungu kama bakanga. Tamu sana ukana wa kupeleka kwenda kutendea kazi ni uchungu. Ni uchungu kama bakanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unatakiwa ujue kwa neno la Mungu wakati mwingine unajua ni dile. Sasa moja ya jambo ambalo tunajua kiashiria cha kwanza cha kwamba mtu yuko sawa ni hamu ya kula. Mimi nina afya njema. Cha kwanza tutakachokiangalia nikatupisie video hapa nina hamu ya kula. Hiyo ni kipimo cha kwanza cha kwamba niko na afya njema. Sasa tumesema neno la Mungu ndio chakula cha roho zetu. Mtu akitoka ibadani hana hamu tena na neno. Akisopia kwa Biblia kwa yani basi mpaka katele kuzungura barara. Isiku ya kwanza nipetwike. Mkibiri nipetwike. Nikatika ile ibada ningetatu akakora ngapi? Nipetwike. Hana hamu ya kula. Ni ishara nyekundu, taa nyekundu na wakati owe muombe pesa yako sankato kwa mkafu. Ule mbile. Unahitaji msaada wa karibu wa haraka. Poro kuona kuneneka wakati mwingine mpaka kweli sina hamu ya kula, lakini kwa sababu nataka kuishi jaribu ibangili. Ngoro na je mombi muombepo. Ibangili likuu ulipakusoma. Wakati mwingine nimesema unakula neno. Unakula neno kwa nini? Kwa sababu Mungu au atakupa msaada wake kutokana na kiwango cha ufahamu ulichonacho ndani yako. Kila unapotura unakumanyire. Kumanya ule ndio utakusoma hicho utakumanya kanunu. Ndio maana sema wakati mwingine kazi yako wewe ya kwanza ni kulisoma neno. Yaani unatimiza tu wajibu wako hata kulisoma. Wote ngosoma kama ile kasuku ngamana ndio ile kazi yako ya kwanza nasoma. Nimechukua muda wangu nimekaa nimeanza kusoma. Na kazi ya kufundishwa kuelekezwa neno ni kazi ya Roho Mtakatifu kulipambanusha neno la Mungu ndani yako. Si wengine ukasoma kama ukasielewa bora mbelele pakiro pakutusia. Kwangu ni hapa basoma mwanangu 1 2 3.
wasomie watende msielewe. Kwa hiyo ni msisitizo unakuja kwako, kwa neno la Mungu ni kweli yote hii. Yesu mwenyewe alikuwa ananukuu humo. Shetani anakuja kukupima kwenye majaribu unayopita, anaangalia hilo neno. Sasa kwa nini nisijue? Kwa nini siwekeze muda mwingi kulisoma na kujua yaliyoandikwa humo? Yesu asifiwe sana. Kwa tujipe bidii sana, tujipe tafakari. Kama nasema kwenye neno la Mungu huko ndio tunakopata mambo ya kuomba. Ili uombe sasa na mapenzi ya Mungu, lazima ulijue neno la Mungu. Kwa ili mzee matunda anaweza kukaa, lazima ulijue neno la Mungu. Ukijua neno la Mungu, ndipo unaanza sasa kwenda mbele. Ni msingi sana kwa muamini, ni msingi mno. Na ndio nguvu ya kufanya waamini twende mbele. Waamini wasiojua neno wanadumaa. Ndio ndio kuja ngombeleze siao beni, nisibakisi sitikufuma mwisho ya kiana. Kiasi ajobile si anarudi. Labda pamoja na hayo ni kuongezea tu sifa kadhaa za Biblia. Sifa kadhaa za Biblia. Biblia ina sifa zipi? Sifa za Biblia. Ya kwanza sifa ya Biblia ni kwamba Biblia ni neno la Mungu ambalo yani ni kitabu ambacho kimevuviwa na Roho wa Mungu. Hiyo ni Biblia. Unapoiona Biblia sio kama vitabu vingine vya yenyewe imevuviwa na Roho wa Mungu. Labda uone katika Petro wa pili. Hapo labda utanielewa kwa urahisi. Tuone Petro wa pili. Neno la Mungu katika Petro wa pili sura ya kwanza. Petro wa pili. Petro wa pili sura ya kwanza na ule mstari wa 21. Tuone neno la Mungu linatuambia nini. Anasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana tumesema moja ya tatu ya Biblia ilikuwa ni unabii ambao ulikuwa unanenwa na umekuja kutimilizika vile ulivyokuwa umenenwa. Kwa sababu anasema hakuna unabii wowote unaotoka kwa mapenzi tu ya wanadamu, lakini ni kwa vile ambavyo Mungu anakuwa ametaka wanadamu wajue. Lakini vile Biblia pia ndio kitabu ambacho kitatuongoza kwenye maisha. Biblia sifa yake nyingine ni kitabu ambacho tukisoma tukijua ni kitabu kitatuongoza kwenda kwenye njia mbalimbali za maisha. Kwenye maisha kitatuongoza. Tusome Zaburi ya 119:105. Anasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Ili uliendee maisha, uendee mambo mbalimbali, unahitaji taa. Ili utembee njiani usikikwae usiku, ukanye hapa kwa babona, unahitaji taa. Sasa taa ya kwetu waamini ni neno la Mungu. Bila taa ya neno la Mungu kwenda mongisi. Ndio maana tunasema kama waamini tunapaswa kujua neno la Mungu kwenye jambo hili linalolifanya linasemaje? Neno la Mungu kuhusu kumtolea Mungu linasemaje? Neno la Mungu kuhusu afya yangu linasemaje? Neno la Mungu kwa tunayoendea ni taa ya miguu, ni taa kukanya pamoja, kwa sababu gani? Neno la Mungu ni taa. Unaweza asifiwe sana. Unaweza asifiwe sana. Kwa tunahimiza hivi hata mwongozo mpya unapokuja. Unamhimiza amekuja hakikisha unasoma neno la Mungu. Ili uwe hai kwenye hali yako ya kiroho. Neno, kula neno, soma neno, jifunze, sikiliza neno. Hivyo. Wakati mwingine yanayohubiriwa hapa sasa kwa watu wengi na simu nzuri, unarekodi, kienda shambani kwako unalima, unasikiliza neno, unakula neno. Sima kumwambia mbinguni sikupeleka, lakini neno linaingia. Badala ya kukaa tu kupelekeza injili kwa siku jiweka mkiala. Lakini ukiwa na simu yako inasema mahubiri, pako tukuiwa. Nimesema sasa kukumbuka, sisi mbepo pa kukumbuka hizi. Nipata manyinyi na hizi.
Sasa kuili hizo ya kiara. Toa vitu kuili hizo ya kiara. Ukuti zile mbegu zilizokuwa zinapandwa adui kisokonyako. Weka shughuli nyingi kwa nega wote majao kama nyinyi vipi? Wewe arobe. Arobe ndazi ya bigi. Mako arobe arobe. Arobe ile ziliku. Sasa mwingi. Lakini la kukumbuka hizi kiara hivi umerekodi una kumbukumbu ya namna hii paka nenda kucheka kupelekezi mmoja tunajua si matunda yanayokaa tunajua vile matunda yanayokaa tunajua mambo haya ndio ni tafakari tunajua nifanye hivi na hivi baadaye inakusaidia. Anasema angalieni msikiapo, kwa sababu masikio macho ni moja ya milango ambayo inaleta mawazo. Huwezi kuwaza kitu liko kakipeleka hapo, huwezi kuwaza kitu kama hujakiona. Kwanza ndio andiko keta. Kwanza ndio mawazo kwa kuipera. Tumepeleke zingine Mungu kutusha. Ndio kupeleka hizo ndio naombi. Peleka kama hizo kwa hiyo. Kuna kuta ni milango inayoleta mawazo ndani yetu. Kwa lazima tulinde. Bwana tukulinda pamoja tukaweza kwenda kulia matope. Lazima ulinde vitu tunavyosikiliza. Lazima ulinde vitu tunavyotazama. Kwanza kwenye TV zetu nyumbani tusitazame vitu vyovyote vinavyotubekia kwa TV. Lazima wewe utazame kwa makusudi. Ujue kila ninachokitazama kina mchango kwenye maisha yangu. Kila ninachokisikia, Biblia imetuambia wazi kwamba imani chanzo chake ni nini? Na kusikia kunakuja kwa nini? Neno la Bwana. Ukitaka kuwa na imani, anza neno la Bwana. Sikiliza zaidi neno la Bwana. Jijenge kwenye kusikiliza neno la Bwana. Unaanza kuona ukishinda. Lakini wewe papa hata wengine ndio kuna wale papa kaenda sisi wengine. Sisi wengine kwamba ando wale pale biza na maigizo wale baadhi TV kale maigizo kwa sababu sasa ni kwa Tanzania kwa kaili. So kaili kwa Tanzania ile video vya wako sasa Boziko. Maneno ambayo hayampi mtu uzima. Yana mwalimu. Anakuwa wa kawaida, imani yake dhaifu. Lakini sisi kama waamini tuwe makini na vitu tunavyovitazama, tuwe makini na vitu tunavyovisikiliza. Linda. Anasema linda sana moyo wako. Mithali 4:23. Kuliko yote wewe lindaye, maana ndiko zitokana kwa chemchemi za uzima. Sasa unalindaje moyo? Moyo Mungu ameweka tu, amesema kwa mfano. Sasa moyo unapicha huko ndani, unapicha ndani ya mbavu, ukaenda kukokora. Lakini amesema linda. Akiwa na maana gani? Tulinde ufahamu. Tulinde vitu vinaenda kwenye ufahamu kwa namna gani? Kwa namna ya kusikia, kwa namna ya kuona. Na vichache ndio vinapita kwa kuonja na nini na kuhisi, lakini wingi macho masikio. Ukianza kutazama mara kwa mara vitu vinavyohusu Mungu, mpaka sasa ndio vitu kuomba si yake. Ndio vitu. Kwa nini? Kwa sababu unachotazama unakuwa. Yaani kile unachokitazama unakuwa. Kwa hiyo na mimi sitaki kuwa kama ninachokitazama, usianze kuangalia. Yaani usikazane kuangalia. Ukianza kuangalia mfululizo. Au mambo fulani niko nipakati babangu wewe kute msikae barazani kwa wenye mizaa. Kwa sababu gani? Utakaposikia mzaa leo kesho kutwa. Kwa nini wewe sasa ndio kuinua bwana? Anafundisha huko leo. Sasa bwana ndio si ananoni. Kwa nini? Imani zikwanza kusemuka. Zikomomoka kanini mpaka mwisho wa siku. Mungu andiko lake kwa wao. Mungu. Alafu kwa maji wao. Kati hapo kwa kizo hapo. Uishi bila bure. Kwa umerudi nyuma. Kwa nini? Hukulinda masikio, hukulinda macho. Linda. Kuwa makini, chagua vitu vya kusikiliza, chagua vitu vya kutazama. Ukataka kupengezi neno, sasa Samia wekae kwaya. Ukatele ni kwaya weka neno. Sianze zalie huu. Kwa baadaye mambo yanapokuwa
kuja yoyote kwenye maisha yako, unakuwa mwepesi kuyaendea, kuyajibu sawa sawa na neno la Mungu. Lakini kama usikilizi, hutazami neno, husikilizi neno, mambo yakija na Mungu kwa kuondoa. Lakini koroni kwa pokea lako watu nganga na nao. Kwa sababu sasa wasioamini ni wajanja. Tukija bakukubura kila mara. Wewe sima mkuile kito. Wewe mkuile kito. Aliko wewe imani inaanza kujengeka. Umeruhusu mambo mabaya yaingie ndani yako. Hatukatai kusikia. Kusikia unaweza kusikia tu. Kuna tofauti ya kusikia na kusikiliza. Ili tujue umesikiliza, ina maana unachukua hatua ya pili kwenda kwenye utendaji. Sio kama unanielewa. Nika tuti umuntu apilike, lazima aanze kuchukua hatua ya kufanya. Kwa kuna ili ufanye ni lazima usikilize. Ukisikia inaonyesha tu kwamba masikio yako yanafanya kazi. Ukawa kiziwi mma. Ndio sasa sasa ngumu. Sikuombe bobo afutoa. Lakini unapoanza kusikiliza, ina maana kwamba hata mbilike kikote muone naweza kufanyia nini kwenye hiki nilichokisikia. Hapo ndipo unatakiwa ulinde sana. Yesu mwenyewe amesema angalieni sana msikiane. Angalia sana unaposikia. Sikiliza vitu vinavyopendeza Mungu. Itakusaidia kuweka matunda yanayokaa. Bila hivyo utakuwa na matunda yasiyokaa. Kikuja kubururuka. Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu atusaidie sana kama waamini ya kwamba tunapaswa kujua yako mambo mengi ambayo ni sifa za Biblia, lakini unaanza kuona kwenye mambo ambayo yametimia kwenye Biblia, yako ambayo unaanza kuyaona yako ambayo Mungu aliyasema. Mfano, yalisema tu kwenye Biblia kuhusu uaminifu wake juu ya kabila la hao Wayahudi. Wayahudi ni kabila ambao dunia imepambana nao sana miaka na miaka kuwaondoa, kuwapoteza, kuwafuta. Ndio kizazi cha Yakobo. Naona waliko ambao hawaamini hata Mungu, lakini Mungu amewatunza. Naanza kuona leo tena kawaona Wayebusi wakajapo, kawaona kale Wahiti wakajapo. Lakini wenyewe Wayahudi mpaka leo miaka mingi zaidi ya 3000 wanaendelea kuwepo, wapo. Kwa nini? Ni uaminifu wa Mungu. Akisema kitu anakitimiliza, anakifanya. Na unakuta ndio muongozo ambao upo kwenye neno la Mungu. Kwa wapendwa, ili tuzae matunda yanayokaa, ni lazima tuwe na bidii sana kulijua neno la Mungu na kuamini neno la Mungu. Semina yetu haijaisha, inaendelea. Kwa sababu ya muda, sema tunatamani huwa tunajifunza, lakini katika yale tunayoyasikia tunapata muda kuyaomba. Sisi tulike mwisho tunaomba kumwomba Mungu kwa Mungu utusaidie. Katika haya niliyoyasikia ni yaishi, ni yatendee kazi, niwe kama neno lako linavyotaka. Ndio maana tunaacha dakika kadhaa mwisho kwa ajili ya kuomba. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kesho tutaendelea kujifunza mambo mengine zaidi yatakayotusaidia kuweza kuzaa matunda yanayokaa. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hapo simama mahali ulipo, kwa sababu hivi ndio tumemaliza, lakini tunataka tumuombe Mungu. Tunaposema kumwomba Mungu, ina maana na wewe mwenyewe katika yale uliyosikia, mimi siwezi nikakuchagulia ni mangapi uliyoyasikia. Usimwangalie jirani yako, usiangalie chochote, wewe mwangalie Mungu aliyekupa usikie ulichokisikia. Mwambie Mungu, nisaidie. Mungu, niwezeshe. Jimimine mbele za Mungu. Usimwangalie mtu yoyote. Yaani nikasikuti iputa katika lugha, omba katika lugha. Bwana yeye anajua atakapokusikia. Ndio TST la barabara basi lala chini. Hakuna atakaye kushangaa wewe unamlingana Bwana. Ili akusaidie kuwa sawa sawa na vile neno tulipoliona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ni sauti yako tumuombe Mungu. Bwana Yesu, Mungu ni mwaminifu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya neno lako hili ambalo Bwana umetupatia. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyeko mahali hapa. Mungu mwenye nguvu, Baba yetu, ninakushukuru kwa sababu umesema na sisi kwa lugha nyepesi ambayo tunasikia.
Bwana, ninatambua ya kwamba wewe ni mwema. Umesema na sisi Bwana, umetufundisha kuhusu kuzaa matunda yanayokaa, umetufundisha kuhusu kuliamini neno lako Bwana. Tumeona wazi ya kwamba neno lako ni kweli. Tumeona wazi ya kwamba Bwana, mambo mengine yote yawe uongo, neno lako liwe kweli Bwana. Tunaomba utusaidie Bwana mwenye nguvu, tunaomba utusaidie. Tunainua sauti zetu kwako ya kwamba Bwana, tunahitaji msaada wako, tunahitaji msaada wako, tunahitaji msaada wako. Baba huyu anahitaji msaada wako, baba huyu anahitaji msaada wako. Anakuinulia sauti yake, anakuinulia sauti yake ya kwamba Bwana unisaidie, ya kwamba Bwana unisaidie kuliamini neno lako, kutembea sasa na neno lako, kutenda sasa na neno lako, kutenda vile neno lako linavyosema Bwana. Nitafakari yale ambayo neno limesema Bwana, niishi sasa na neno linavyosema Bwana. Ninataka neno moja ya kwamba mimi na neno tu ni mapacha wanaofanana. Ninaomba shauku ya kulisoma neno lako, shauku ya kulisoma neno lako, shauku ambayo ilikuwa imepoa ndani yangu Bwana. Ninaomba hamu ya kulisoma neno lako, hamu ya kulisoma neno lako Bwana. Nisiwe mtu wa kuiona Biblia kama kitabu tu Bwana. Nijalie kuelewa, nijalie kujua, nijalie kufahamu. Ninapoinua neno lako, ninapokaa kujifunza Bwana, nifundishe. Ninajua bila Bwana kunifafanulia neno lako sitaweza kuishi Bwana. Lile neno ambalo kinywani ni tamu kama asali Bwana, nijalie kwenye matendo yangu, nijalie ninapolitenda kazi, nijalie kutenda kazi Bwana. Yale ninayojifunza nijalie kuyatendea kazi. Mwambie Bwana, inua sauti yako mpendwa, inua sauti yako, usinyamaze, inua sauti yako. Bwana anasikia. Mwambie Bwana nisaidie, mwambie Bwana nisaidie, mwambie Bwana nisaidie. Yuko kutusikiliza mahali hapa, tumeacha zetu. Bwana anatusikiliza, Bwana anatusikiliza. Usinyamaze kimya, sema hata neno moja kwamba Bwana nisaidie kuishi neno lako, nisaidie kuyatenda mapenzi yako Bwana. Kutenda mapenzi yako Bwana ndio furaha yangu Bwana. Nijalie kuishi neno lako, nijalie kufanya na neno lako, nitembee kwenye msingi wako. Mwambie Bwana, mwambie ng'ang'ana. Maombi ni vita, unapong'ang'ana ndipo Bwana anapokutazama. Usinyamaze kimya, ng'ang'ania hapa Bwana. Mwambie Bwana, usiponisaidia sitoki mahali hapa, usiponisaidia siwezi kuvuka, usiponisaidia nani atanitazama, nani ataniwezesha kuishi sawa na neno lako? Bila msaada wako Bwana mimi sivuki, bila msaada wako Bwana mimi siwezi kusogea. Ninatamani kuishi sawa na vile neno limenitaka, ninatamani kuishi na mume wangu vile neno limetaka, ninatamani kuilea familia yangu vile neno lako limetaka, ninatamani kuishi na mke wangu vile neno Bwana linavyotaka. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana. Nitengeneze kwenye msingi wako, nitengeneze kwenye msingi wako Bwana. Afya yangu niwe kwenye huo msingi wako Bwana. Nguvu zako ziwe na mimi Bwana, uwezo wako uwe na mimi Bwana. Moyo wangu usitunze mambo mabaya, nisaidie Bwana. Wakati mwingine nilitunza watu kwenye moyo wangu, hata presha ikaja kwa sababu niliwaweka watu moyoni mwangu. Kuna watu niliwachukia Bwana, wengine nilikuwa sijui hata sababu ya kuwachukia. Ninaomba nitengeneze moyo wangu Bwana. Nisaidie Bwana. Wewe ndiye msaada wangu, wewe ndiye ngome yangu, wewe ndiye kimbilio langu Bwana. Nisaidie Bwana, nisaidie. Wewe ndiye unaweza kunitengeneza, wewe ndiye unaweza kunifanya upya. Watu wakashangaa, ukaondoa moyo wa jiwe ndani yangu, ukaniwekea moyo wa nyama. Nisaidie Bwana, nisaidie. Ninang'ang'ana kwako. Ndio maana sijaomba kwa baba yangu, sijamwambia baba yangu mambo haya. Nimekuja kwako kwa sababu wewe ndiye mpaji, wewe ndiye unayetengeneza watu, wewe ndiye unayeponya watu, wewe ndiye unayesaidia watu. Wewe Bwana, yoyote aliyekulilia ulimsikia sauti yake, yoyote aliyekuja kwako Bwana hukumwacha peke yake. Yoyote anasema, yoyote anayekuja kwangu hata mwacha, sitamtupa kamwe. Na neno lako liko wazi Bwana, ya kwamba anayelitia jina lako ataokolewa. Tunalitia jina lako Yesu mahali hapa Baptist Kibishi, tunalitia jina lako tuokolewe na madhaifu mbalimbali, tuokolewe na mateso, tuokolewe na maumivu ya moyo, tuokolewe katika yale tuliyochoka Bwana. Tusaidie katika yale ambayo tulikuwa tumetegwa nayo Bwana, tusaidie. Uturehemu Bwana, tulipokuwa wavivu kutenda sasa na neno lako Bwana, turehemu. Utusaidie tena
kutembea kwenye msingi wako. Utusaidie tena kufanya kama neno lako. Utusaidie tena Bwana kutembea kwenye nguvu zako. Kwa jina la Yesu Kristo. 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 Bwana, dua ya mama huyu ikapokelewe machoni pako. Dua ya baba huyu ikapokelewe machoni pako. Bwana, sala yake Bwana usimwache. Hata nyamaza na inua kinywa chake. Mwingine anasema kwa ajili ya watoto wake, Bwana wakumbuke. Mwingine anasema kwa ajili ya mume wake, Bwana mkumbuke. Mwingine anasema kwa ajili ya mke wake, Bwana mtengeneze. Bwana, 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 Bwana. Nani awezaye kutuokoa? Nani awezaye kutuokoa? Nani awezaye kutuokoa? Wewe peke yako. Wewe peke yako mwaminifu. Wewe peke yako Mungu mwenye nguvu. Wewe peke yako Bwana wa uweza. Wewe peke yako Bwana. Tunakuinamia kwa sababu wewe ndiye tunakuinamia kwa sababu wewe ndiye nguvu zetu. Tunakuinamia kwa sababu wewe Mungu mwenye uweza. Bwana, unatuwezesha ni wewe. Bwana, unatuwezesha ni wewe. Unatupa hatua mpya ni wewe. Unaweza kutengeneza familia zetu ni wewe. Unaweza kutupa mwisho mwema ni wewe. Tusaidie Bwana, hata ukute tuko tayari. Tuko tayari. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Tusichoke kwenye kutembelea kwenye kusudi lako. Tuzae matunda yanayokaa. Bwana tusaidie namna tunavyosikia. Tusaidie tutakayoyasikia yakaenda kupendeza wewe. Tutakayotazama yakaenda kupendeza wewe Bwana. Bwana, tumetazama mengi. Hapa mengine yamerudisha nyuma imani zetu. Turehemu kuanzia leo Bwana. Turehemu kuanzia leo Bwana. Tumekuja kwako. Tunaomba rehema. Tunaomba rehema. Tunaomba rehema zako Bwana. Tunaomba rehema zako Bwana. Ututengeneze tena. Ututengeneze tena. Utusaidie tena. Yale yote ambayo tulikuwa hatuyajui. Yale yote ambayo tumeyafanya kwa kawaida. Bwana tutengeneze. Bwana tusaidie. Tutatembea tena kwenye wepesi. Tutembea tena kwenye wepesi. Nguvu zako Bwana. Waliokuwa wamechoka na changamoto, Bwana uwabebe. Umesema njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Wengine mizigo yao imekuwa ni waume zao. Wengine mizigo yao imekuwa ni mambo ya biashara na uchumi. Bwana, tumeleta mizigo. Bwana, mizigo. Tumeleta kwako mizigo ya afya. Tumeleta kwako mizigo. Bwana, utupokee, ukatupumzishe. Utupumzishe Bwana. Utupumzishe Bwana. Tunaomba ndani ya moyo wetu ya kwamba Bwana utupumzishe. Nira yako ni nyepesi. Mzigo wako ni mwepesi. Nira yako ni laini. Bwana tuongoze. Utusaidie Mungu mwenye nguvu. Asante kwa kuona tusikia. Asante kwa sababu unasikia sauti zetu. Asante kwa sababu ni Bwana. Asante kwa sababu ni Bwana. Umesema niite nawe nitakuitikia. Nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Yako mambo magumu yako mbele yetu hatuyajui. Bwana, wewe peke yako ndio tunayekuita. Ndio tunayekuita mfalme wa amani. Mungu mwenye nguvu. Bwana, tunakuita leo. Tunakuita leo. Tunakuita leo mahali hapa. Wewe Bwana, msaada wako tunauhitaji. Bwana, nguvu zako tunazihitaji. Bwana, uwezesho wako tunauhitaji. Bwana, asante, asante, asante. Asante kwa ajili ya majira haya. Asante kwa ajili ya semina hii. Asante kwa ajili ya uamsho wako ndani ya mioyo yetu. Asante kwa sababu tutalipenda neno lako. Kila atakayeliona neno atalipenda, atalisoma, atalielewa kwa jina la Yesu Kristo. 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 Bwana, tunapata urithi mzuri katika neno lako. Tunapata urithi mzuri katika neno lako kwa sababu tumejua tukiliona neno tutaling'ang'ania. Tutazing'ang'ania ahadi kwenye neno lako. Tutaziishi ahadi za neno lako. Tutatembea kwenye msingi wa neno lako. Tutatembea tukiwa vichwa wala sio mikia. Tutatembea tukibarikiwa mjini na mashamba. Tutatembea Bwana na mbaraka wako. Bwana, tutaongezeka kwenye kazi za mikono zetu na mashamba kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu tumekubali kukufuata. Tumekubali kukutumikia. Tumekataa roho za kurudi nyuma. Tumekataa roho za kudumaa. Tumekataa roho za faraka. Tumekataa roho za matengano. Kanisa lako litasonga mbele. Wachungaji wetu wanaenda mbele kwa jina la Yesu. Jimbo letu linaenda mbele. Bwana, Bwana, taifa letu linaenda mbele. Watumishi wako mbele. Kwaya zetu zinaenda mbele. Zitakuwa ni kwaya za mfano katika nchi hii. Zitakuwa ni kwaya za mfano katika umoja, katika upendo. Bwana, neno lako ndio limesema. Neno lako limesema. Na sisi tunaishi hapo hapo kwenye neno lako. Tunasimama kwenye neno lako. Mambo mengine yote yawe uongo. Neno lako ndio liwe kweli. Neno lako ndio liwe kweli. Bwana, tusaidie. Utupe hekima, utupe maarifa, utupe na nguvu, utupe kasi ya kweli.
kuenea, utupe ujasiri wa kulisema neno lako, tusiwe watu wa kuogopa kulisema neno, tuwe na ujasiri, tutembee katika msingi wako. Bwana utuimarishe, Bwana utuimarishe, Bwana utuimarishe. Mimina moyo wako kwa Bwana, dakika hizi za mwisho, mimina moyo wako kwa Bwana. Ya Bwana, neno la mwisho tunapomalizia muda wetu wa maombi, mimina neno lako la mwisho. Bwana ananitazama, mwambie kitu cha mwisho Bwana, tunapomaliza ibada hii, mwambie Bwana nisaidie, mwambie Bwana nisaidie, mwambie Bwana nisaidie. Bwana anasikia, yuko karibu. Anasema kwenye Yeremia 3:23, mimi ni Mungu niliye karibu, uliye mbali. Asante Bwana, unatusikia. Pokea sifa na utukufu na heshima. Tuko mahali hapa Bwana, tunarudisha kwako utukufu na heshima. Bwana, zinakustahili heshima na utukufu. Tunaungana na wewe uhai wote, tunaungana na wazee 24, tunasema Bwana unastahili, tunasema Bwana unastahili, tunasema Bwana unastahili. Sifa na utukufu na heshima ni yako. Asante Yesu, asante Yesu, asante kwa ajili ya majira haya, asante kwa nafasi hii, asante kwa ajili ya haya tuliyoyaomba. Bwana tubadilishe, Bwana tubadilishe. Tunajua Yabeshi ulibadilisha maisha yake kutokea kwenye maombi, aliposimama akaomba akasema, lai kama ungeniongezea hosa. Bwana, unasema mwisho wa Yabeshi ukawa zaidi ya wale waliokuwa ndugu zake wote, japokuwa alizaliwa kwa aibu, japokuwa alizaliwa kwa aibu, watu walitaka waone aibu yake hadi mwisho wa maisha, lakini alipoinua neno lake katika maombi ulibadilisha hatima yake. Ndio maana na sisi tunainua sauti zetu, tunabadili hatima zetu, hatima zetu za aibu tunazibadili leo kwenye maombi, tunabadili leo kwenye maombi, tunaongezewa hosi mpya, tunaongezewa viwango vipya kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asante. Mungu mwenye nguvu asante. Bwana mtakatifu asante. Ninakushukuru kwa sababu Bwana unatusikia. Ninakushukuru kwa sababu Bwana umetusikia. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu unashughulika na mambo yetu. Ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya pendo lako. Bwana wa utukufu asante. Mungu mtakatifu asante. Pokea sifa na utukufu na heshima. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We honor you Father. We glorify your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh Father. Father, thank you.